Karibu sana kwenye kipindi chetu cha The Southern Show, mahali ambapo tunakutana na watu wanaofanya vitu vya kipekee kwa njia ya teknolojia na ubunifu. Leo niko na mgeni maalum, mtaalamu wa kurusha droni, kwa Kiswahili tunasema ndege nyuki. Anafanya kazi ya kupiga picha za anga, kufanya upelelezi na mambo yote ya kiteknolojia yanayohusiana na droni. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana Mr. Southern. Leo nitataka kujua vitu vichache tu kukuhusu. Unaitwa nani na ulianzaje mpaka ukaingia katika tasnia hii ya urushaji wa droni? Mimi naitwa Spurgeons kwa maana majina ya kazi, lakini kwa majina yale ambayo tumepewa na wazazi na natambulika na serikali ni Gaspar Mkenga. Hayo ndo majina yangu. Katika tasnia hii ya urushaji ndege nyuki nilivutiwa siku moja, na baada ya kuona ndege ikipita juu, kipindi hicho najifunza, niko shuleni naendelea kusoma, dream ya kwanza ikawa ni kuwa pilot. Kwa kutokana na ile dream ya kutaka kuja kuwa pilot, hapo mwishoni kupigana nikajikuta naangukia kwenye usanifu majengo kwa elimu hiyo. Kwa hiyo nikaona nisitoke sana, bado nirudi kwenye ndoto ambayo nilikuwa nayo toka niko mdogo. Kwa hiyo nikaona nidili na vitu ambavyo vinawezekana, nikaingia kwenye tasnia ya urushaji ndege nyuki. Kwa hiyo by professional umesema ulisomea mambo ya usanifu wa majengo, si ndio? Yeah. Na uliingiaje au ulijifunzaje kurusha drone? Ulijifunza mwenyewe au ulienda chuo kujifunza kurusha drone? Hapana, sikupata nafasi ya kuingia chuo, japo elimu za ufundishaji wa kurusha ndege nyuki zipo huko vioni. Kitu ambacho kilinivutia mimi ilikuwa ni baada ya kuingia kwenye tasnia ya videography. Kwa hiyo nikaona ili kuongeza thamani ya kazi yangu na kuongeza ubunifu zaidi, nijikite kwenye swala la kutumia aerial videography ambao ni urushaji wa ndege nyuki. Kwa unapata muunganiko wa picha ya ardhi na anga, inakuwa inakupa kitu bora zaidi katika shughuli zangu. Okay. Kwenye urushaji wa droni unatumia droni kwa kazi gani? Ni kama mimi nikakuita labda njoo unifanyie mambo ya drone, nitakuita kwa kazi gani? Tunadili na shughuli mbalimbali, ikiwemo real estate, masuala ya events zote, iwe tamasha, iwe sherehe, vitu kama hivyo tunafanya. Lakini pia tunafanya kazi tofauti tofauti, ikiwemo za events zinazohusu events, iwe tamasha, iwe sherehe tunafanya, real estate tunafanya, lakini pia documentary tunafanya, na cinematic shots zote zinazohusiana na drones, kwa maana ya iwe filamu, iwe music video, vyote nafanya. Kwa utaalamu wako katika kazi zako zote ulizowahi kufanya, je, kazi gani uliopewa ilikuwa ngumu na ilikuletea changamoto sana katika utendaji wako wa kazi? Umenikumbusha kitu kizuri. Kuna siku moja tulikuwa tunashughulikia music video. Sasa mazingira ambayo tulikuwa tumeenda kidogo, hali ya hewa ilikuwa ni korofi, ilikuwa ni mvua pamoja na ukungu mwingi. Sasa ukuta mvua kikata, kinachofuata ni ukungu. Kwa hiyo kupaa kwa drone ikawa changamoto kidogo, lakini pia ilileta mushkeli kidogo, ni kama drone ilitaka kucrash na vitu kama hivyo. Inamaanisha kuwa kwenye ukungu drone zinakuwa na madhara. Je, wewe unapendelea kutumia drone gani ili kuepuka hayo mambo, au zote zikiingia kwenye ukungu inakuwa hivyo hivyo? Nafikiri changamoto iko pia hata kwa mapilot wa ndege. Hali ya hewa ni kitu kimoja katika upilot, ni kitu kimoja ambacho kinaathiri sana utendaji wa kazi. Sana vitu ambavyo vinasumbua sana ni upepo mwingi. Upepo ukiwa na nguvu sana ni changamoto kubwa sana, lakini pia hata hali ya mvua huwezi ukafanya, kwa sababu hizi ni electronic devices. Kwa hiyo inakuwa ngumu kuhimili katika hali ya hewa korofi, ikiwa na mvua, ikiwa na ukungu, kwa sababu ukungu utaubuskiwa zile sensor, kwa sababu drone ina sensor. Zile sensor zikizibwa, kwa hiyo drone itaashumu kwamba iko karibu na ardhi, basi inataka kutua. Kwa unakuta drone
ina boti flight inashuka chini, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kupata kitu kizuri. Hapo hapo katika kazi yako, swala kizushi, lakini ulishawahi kudondosha drone? Maana naonaga wengine wanadondosha drone. Wewe ulishawahi kudondosha drone? Tayari ushapewa drone ni kitu riski, kwa hiyo kudondoka ni muda wowote. Wewe ulishawahi kudondosha? Actually mimi nimewahi. Ilikuwaje? Nimewahi zaidi ya mara moja. Nafikiri ilikuwa ni mwanzo katika kujifunza. Nafikiri ni changamoto chache ambazo ni za kutokuwa kuskani mazingira au namna nyingine, unakuta usalama tu kwa watu walioko pale wanarusha mawe. Hapo subiri, hapo kwenye usalama hapo. Wewe kabla hujarusha drone unajihakikishiaje usalama wako na usalama wa watu wengine? Kwa sababu mara ya kwanza umeniambia kuwa umejifunza mtaani, kama sikosei, hujaenda shule. Japo serikali ilitangaza vyuo vya watu wanaorusha drone, na wewe ni mbobezi, unarusha drone sehemu nyingi. Usalama wako wewe na usalama wa watu wengine wanaotumia anga, waga unauchukuliaje kipindi chako unarusha drone? Swali limekaa vizuri. Kabla ya kurusha drone, pilot yote ambaye yuko vizuri lazima ahakikishe mazingira yako yanaruhusu, kwa maana mamlaka aliko pale anaruhusu afanye hiyo shughuli ya kurusha ndege nyuki, lakini pia uzingatie usalama wa watu ambao wako pale na privacy zao. Hicho ni kitu cha kuzingatia, lakini pia uangalie anga ina vizingiti gani kulingana na aina ya shots unazozitaka. Ili uweze kupata storytelling kupitia shots za drone, itabidi uangalie mazingira yao ili uje kufanya tathmini ya kwamba hiki kitu kitanipa matarajio niliyokuwa nataka kutoka ile eneo, kwa maana ya content unazotaka kutengeneza. Ukishazingatia hivyo, nafikiri tayari utakuwa umekaa vizuri kulingana na eneo lilopo. Ndio, mpenzi mtazamaji, niko na mbobezi amefanya kazi nyingi sana kuhusiana na drone, na hizi ndio changamoto za drone anazotuelekeza. Swali jingine, haya ni manufaa kwa mtu anayekusikiliza na ana hobi na yeye ya kujifunza kwenye urushaji wa drone. Kati ya shule na kuanza yeye mtaani kurusha drone, unamfundisha aende wapi kwanza? Aende shule au aanze kwanza mtaani ndipo aende shule? Kwa uchaguzi wa mtu anayeanza, nipende kusema inategemea na mazingira yake. Inategemea na mazingira yake. Kama mazingira yanamruhusu kujifunza pale alipo, aanze, kwa sababu tunashauri jambo lote unataka kulianza, anza na sehemu ulipo na ulichonacho. Kwa kama ana uwezekano wa kujifunza pale alipo, anaweza akafanya hivyo. Lakini kama uwezo wake unaruhusu kwenda kujifunza kwenye taasisi ambazo zimewekwa na serikali, ni vizuri akaenda, kwa sababu kule pia unapata uelewa zaidi, kwa maana kule wanaenda na syllabus tofauti na mtaani. Japo ubunifu wa mtu ndio utakaofanya apate elimu kubwa au ndogo. Unaonaje mustakabali wa drone? Kwa maana namaanisha kuwa kwenye tasnia yako imejaribu imejaribu kuwafikiaje watu, au unasolve matatizo ya watu kwa kiasi gani kwa njia ya drone? Sasa tupo kwenye sayansi na teknolojia. Imerahisisha vipi maisha ya kila siku ya mwanadamu? Teknolojia ya drone ni moja kati ya teknolojia ambayo inazidi kukua siku hadi siku. Ndio maana unaona ni drone tofauti zinazidi kuvumbuliwa na zinazidi kutumika. Teknolojia ya drone mpaka leo tunavyozungumza imeingia kwenye kilimo, kitu ambacho huko nyuma hakiwahi kufanyika. Kuna drone za kilimo sasa? Drone zipo, zinahusika na masuala ya agriculture. Kuna drone zinamwagilia mbolea. Kwa hiyo na hizo na wewe unaweza of course. Ni drone tofauti na hizi ambazo tunatumia kupigia picha na kuchukua video. Ni drone ambazo zinaweza zikabeba mzigo mkubwa. Kuna zingine zinabeba mpaka lita 50, kwa maana inakuwa na dumu. Ukiweka mbolea pale ukipita inarahisisha kazi. Kwa hiyo unajikuta shamba lenye ukubwa shamba lenye eka nyingi, unakuta umefanya kazi ya kumwagilia aidha mbolea au kumwagilia dawa, inachukua muda mfupi tofauti na kutumia nguvu kazi ya watu. Kwa hiyo
teknolojia ya drone imekuja kurahisisha sana swala la kilimo, lakini pia teknolojia ya drone inazidi kukua, kwa maana kwamba tunazidi kupata quality kubwa zaidi. Okay. Tunazidi kupata quality kubwa zaidi kwa uchukuaji wa picha na video za anga. Lakini kwa zaidi ni kwamba niliona watu wanatumia drone kwenye upimaji wa mashamba, kuangalia mashamba. Ushawahi kufanya hiyo kazi? Yaani ukachukuliwa ukaenda site kuangalia mashamba, alama, beacon. Ushawahi kufanya hiyo kazi? Hiyo shughuli sijawahi fanya, lakini teknolojia hiyo naifahamu. Ukipewa unaweza. Hakuna kinachoshindikana. Mimi ninachojivunia kwenye tasnia yangu, nawalisha watazamaji vitu ambavyo vinatoka kwenu. Je, wewe kwenye tasnia yako unajivunia nini? Yaani vipi unavyovipenda wewe kwenye tasnia, unavyorusha drone? Unapenda ile hela au unapenda kazi, unapenda kujulikana au? Kama nilivyosema mwanzo, drone nilianza kurusha baada ya kupenda kwa pilot. Kwa ni kitu ambacho nakipenda. Ndio maana tayari narahisishia mimi kufanya ubunifu wa aina mbalimbali ili niweze kupata content ambazo zitakuwa na uwezo wa kutoa story, hata mtazamaji akiangalia namna ambavyo movement zinafanyika za shoti, namna ambavyo natumia shots zangu kuweza kutell story, inamvutia, kwa maana kwamba anaunganisha anga na ardhi ili kuweza kumuonesha namna gani mazingira yalivyo ni mazuri, namna gani kitu fulani kinafanyika hivi. Kwa ni kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni, kwa kinanifanya niweze kuwa na ubunifu na kuweza kutoa sometimes burudani, sometimes elimu kama hivi kwenda kwa watazamaji. Kuna changamoto zozote unazopita baina yako wewe na serikali au mamlaka? Labda umetoka hapa umeitwa kufanya kazi labda maeneo ya airport, benki, polisi. Ulishapata changamoto zozote na ukazitatuaje? Nazungumzia kwa upande mkubwa wa serikali. Swali zuri na linagusia swala pana sana katika tasnia ya urushaji ndege nyuki, kwa maana ya kwamba changamoto zipo ambazo popote, hata ukiachana na sehemu za mamlaka utazikuta. Kama hizo tulizozungumzia, changamoto za hali ya hewa ni vitu ambavyo havipingiki, vitu kama hivyo. Lakini kwa masuala ya permit, ni vema mrushaji ndege nyuki akawa na leseni ambayo inatolewa na mamlaka. Ndio maana pale mwanzoni nilipokuwa naongelea habari ya kusoma, nilisema ni vizuri kama mtu anapata nafasi ya kusoma basi akasome, kwa sababu kule leseni inatolewa moja kwa moja, tofauti na kujifunza mtaani ukaenda kuomba leseni. Kwa swala la kwanza hilo, ili uweze kuepukana na mazingira magumu kwa maana ya vibali na vitu kama hivyo, kwa maana ya ruhusa ya kurusha ndege nyuki eneo fulani na fulani, kwa sababu sio maeneo yote tunarusha. Mfano mzuri, ukiwa unarusha kwenye airport zone ama karibu na airport, kitu cha muhimu ili urushe pale itabidi upewe kodi, na hizo kodi zinatolewa na either developers zinakuja kwa kutoka kwa mamlaka kupitia developers wa ndege nyuki ambao unaitumia. Kwa hiyo ili kuzipata zile kodi za kuruhusu wewe uruke eneo hilo, itabidi uwe na leseni. Kwa ukishapata taarifa za leseni unapata na unaruka vizuri. Kwa changamoto za kupata ruhusa ya kuruka mazingira tofauti ambayo yako authorized, kitu cha muhimu sana ni leseni. Kwa leseni ni kitu ambacho kimenisaidia mimi kuweza kufanya kazi na mashirika kama. Kwa hiyo usipokuwa na leseni huwezi kurusha kama airport, huwezi kurusha drone yako. Yeah, probably yes. Huwezi. Hata ukienda nayo pale huwezi kuruka. Haiwezi karuka kwa sababu itakuomba kodi. Na leseni unaipataje, mfumo wa kupata leseni? Mfumo wa kupata leseni huko wazi. Kwa hapa Tanzania kuna short courses zinapatikana pale chuo cha NIT Dar es Salaam. Ukisoma ndani ya miezi 3, inategemea na utaalamu wako before kama ulikuwa nao, lakini gap la miezi 3 short course unapata leseni. Kusomea sio gharama nyingi sana, maana tunaonaga warusha drone mnavimba, yani hata mkija kwenye nani fulani tamasha fulani mnarusha mnavimba. Ni gharama sana au inahitaji akili nyingi sana? Kaka, akili inahitajika, lakini pia gharama pia kiukweli tuweke wazi, gharama ni rafiki lakini
ni kubwa kidogo kulingana na kitu ambacho unakifanya. Aviation siku zote ni gharama. Hata kwa wanaosomea upilot wa ndege kabisa watakwambia aviation ni gharama, ila tofauti, gharama zake ni tofauti na urushaji wa ndege nyuki. Kwa hiyo ni gharama ambazo zinakidhika, ndio maana ziko pale. Okay, wewe unatumia drone ya aina gani? Mimi kampuni ambayo niko dedicated nayo sana ni DJI kutoka China. DJI, yeah. Hiyo ya mkononi ni nini? Hii ni smart pad ambayo inaitwa DJI Pro. DJI remote, hiyo ni remote controller ya drone. Yeah. Smart pad unamaanisha kupitia pad hii unaweza ukafanya vitu vingi zaidi kuzidi pad hii yako, kwa sababu hii pad ipo compatible na drone asilimia kubwa za DJI, lakini sio smart. Hiyo pad itakutaka uwe na external monitor, kwa maana simu ndio zinatumika sana. Hii naona ina display hapo hii simu hapa juu na simu una connect, unafanya fights zako, lakini kupitia hii unaona ina kioo moja kwa moja hapa, unaweza kaonyesha wapenzi watazamaji hapo. Kwa hiyo hii ni simu hapa. Hiyo ni display hapo, LED display hapo. Lakini uwakaji wake au mpaka uweke kwenye umeme? Hapana, ina charge. Hiyo unaichaji, inakuwa na betri yake ndani, unachaji vizuri tu. Okay. Unaosha na nini? Hivi vitu na vyenye gharama sana au? Of course lazima ni gharama, lakini sio gharama. Kwa hiyo kama ukiwa dedicated, mimi nikikuchukua ukanifanyie kazi yako ya chini ni bei gani? Naona vifaa vina gharama. Hatuwezi sema moja kwa moja kwamba gharama nataka niwapeleke site, tukifika site ndio tupigane. Pale ndo hatupigani, tunaongea, tushindane na mteja. Muda wetu umetuacha kidogo. Neno la mwisho kwa watu wanaotaka kuingia katika tasnia yako, unawashauri nini? Wanaweza wakapata mafanikio, au yule mtu tu anakuja anasema nataka niingie kwa sababu ya kupata pesa, unamshauri nini? Au yule mwenye kipaji tu naye anaanza hobby kama ulikopo na wewe, na unamshauri nini? Mshauri mpenzi mtazamaji, maneno ya mwisho. Kitu ambacho naweza nikashauri kwa vizazi vipya katika tasnia hii ni kwamba kwanza kabisa nidhamu, uwe na nidhamu. Discipline ni kitu cha muhimu katika nyanja yoyote ile, ukiachana hata na urushaji ndege nyuki, uwe na nidhamu, lakini pia umakini wa hali ya juu. Hizi kazi zetu zinataka mtu ambaye yuko sharp, awe makini sana, kwani baadhi ya mazingira ni magumu kidogo kufanya miruko mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi uwe makini sana, kwa maana ya ukifika site scan vizuri na vitu kama hivyo. Lakini pia mtu inatakiwa usiwe na papara ukiwa site. Tuliza akili, fanya mambo yanayofanya wewe, chombo chako na watu walioko pale kuwa salama. Okay, sawa. Kwa kifupi sana, kwa watu wanaokufuatilia na wanataka huduma yako, yawezekana watataka vitu vingi kwa kujifunza kutoka kwako, au watataka huduma yako. Huu ni uwanja mpana, hii kipindi kaenda mbali sana, kinawafikia watu wengi. Unafahamika kama nani? Watakupataje? Kwa kifupi sana, haraka muda umeisha. Napatikana kupitia mitandao ya kijamii kama Spagins yote, Insta, TikTok, na WhatsApp namba inaenda kwa 0614988272. Spagins, rudia namba 0614988272. Mpenzi mtazamaji, tulikuwa na Spagins katika The Southern Show, na mimi hosti wako naitwa Southern Boniface Siame. Tufuatilie na ungana na sisi katika mwendelezo wa The Southern Show wiki ijayo. Asante sana. Chao. Ladies and gentlemen, hear me, The Southern Show.